Shalom, karibu kwenye mtiririko wa somo la Njoo Ukue. Leo ikiwa ni somo letu la 12. Tunaenda kuangalia maneno ambayo watu wanasema wanapokuwa wanamzingira mgonjwa au mtu mzee sana au mtu ambaye anaonekana kwamba hana uwezo tena wa kusikia, labda kwa sababu ya ugonjwa, wakafikiri haimuathiri lakini ikawa inamuathiri. Basi kabla tuanze somo letu, tumkaribishe Roho Mtakatifu na tuombe uwepo wa Bwana uwe pamoja nasi. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako sasa na wakati mfalme, kiomba toba, kiomba rehema, kiomba msamaha wako katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya thamani naomba tusamee Bwana. Nisamee mimi mtumishi wako, na samee kila mmoja ambaye Mungu umempa nafasi ya kuweza kujifunza kwa kupitia somo hili siku ya leo. Utuhurumie na kuturehemu Bwana. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na uwezo wako, tamalaki mahali hapa ili uwepo wako uendelee kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Sasa leo tunaangalia tu sana nguvu, yani maneno yanavyoweza kuleta shida. Una mgonjwa yuko hospitali, yamkini labda hali yake ni mbaya, au hata ameshapoteza kauli. Kuna mwingine ameshapoteza kauli na mwana anakaribia kufa, lakini anashindwa kuachilia kwa sababu watu wanaomzunguka wanamtia hofu. Inawezekana hata ni muda wake au ugonjwa tu au uzee wake umefika, lakini watu wanaomzunguka wanamtia hofu. Maneno anayoongea wakifikiri asikia, au kwa sababu amepoteza uwezo wake wa kukaa tu ile kikawaida, wanafikiria hawezi kuelewa, inasumbua, inaleta shida. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 5, sura ya 4 mstari wa 12, tutaweza kuanzia hapo kwanza. Ile Samueli wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 12 nasema hivi: basi mtu mmoja wa Benjamini akapiga mbio kutoka kule jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimeraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Naye aliposikia kelele za kile kilio akasema, maana yake nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake ulikuwa umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata siwezi kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi nimetoka jeshini, nami leo hivi nimekwambia toka jeshini, nimekimbia toka jeshini. Na akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye alileta habari, akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Fineasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake kwa nyuma kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa, maana alikuwa mzee tena mzito, na alikuwa ameamua Israeli miaka 40. Kwa nini Eli alikufa? Yale maneno yule mtu aliyemletea. Wakati mwingine pasipo kujua, tunaweza tukawa tunasababisha vifo vya mapema vya watu wazima au vifo vya mapema vya ndugu zetu ambao wako hospitali. Unaweza ukawa unaona mtu sasa huyu asikii tena, kwa wenyewe tu mnaongea vitu mara maskini sijui nini, kufa sijui inakuaje, yani amejiandaa kweli, kimeshuka kimepanda, mnafikiria asikii, kumbe anasikia. Anaweza taka kwenye mashina na pumulia oxygen, uwezo wake ndio ukimtazama hivi uone kama anaweza kuwa hata na kitu chochote, lakini anasikia tena vizuri. Kwa hiyo ile nafsi yake ndani inaanza kuwa ina mahangaiko, anashindwa kuachilia, anashindwa kushikilia, yani ashikilie nini aachilie nini, tunapata kumtia hofu. Kwa hiyo inapaswa kuwa makini sana. Yani kama mtu yuko hospitali, watu mnaomzunguka msiwe mnaenda kumtia hofu. Na kama unajua mtu kama hivyo anaweza katiwa hofu na taarifa kama hiyo, ni heri kama unaweza uangalie nani anaingia kwenye chumba cha mgonjwa, au nani anamwambia nini mtu ambaye anasubiri taarifa, kwa sababu taarifa nyingine zisipochujwa zinaweza zikamua mtu haraka sana, au zikaingiza roho ya hofu ndani. Kwa mfano, kaangalia ile kisa cha Absalomu kutaka kwenda kumwoa ndugu yake ni kwa sababu ya uchungu na ukiwa aliopata kutoka kwa Tamari baada ya Tamari kuwa amebaka. Na tunaona mwishoni Absalomu mwenyewe anakuja kufa kifo kibaya sana. Hiyo yote ni kwa sababu ya kuruhusu uchungu wa ndugu yake kumuingia. Kwa hivi vitu wakati mwingine nasema kwa navyo makini. Sasa Absalomu alikuwa ni kijana, alikuwa na uwezo wake tu. Lakini sasa hii ipata picha watu ambao ni mgonjwa au yuko hospitali mgonjwa sana, alafu watu wanakuja pale hospitali kwa sababu wanahisi kama asikii tena au waelewi tena uwezo wake kufikiri na kusikiza uko
una shida, basi kila mtu anaongea lolote tu. Hiyo linaleta shida sana. Nafsi inasikia, wakati mwingine masikio, yani nafsi inasikia, ubongo unasikia, fahamu zake za ndani zinasikia. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana. Unapeleka taarifa gani kwa mtu? Kuwa makini sana. Unaweza ukawa unasababisha kuleta uharibifu mkubwa kuliko ambavyo unaweza kufikiri. Na hasa hii inalenga hasa kwa watu wazima au wagonjwa sana hasa. Au unakuta mtu muda wake wa kuondoka umefika, watu anashindwa kuachilia, yani anashindwa kukubali kuondoka kwa sababu watu wanaokaa pale hospitali wanalia, wanamjaza hofu, wanamfanya nini? Sasa ukiondoka itakuwaje? Kufanya nini? Sasa kama muda wake umefika, hata ufanyeje, lazima aende. Ukimtia hofu anazidi kukaa kushikilia, lakini huwezi kujua pia katika zile nyakati za mwisho adui anaweza kapata nafasi wakati gani. Wakati mwingine pasipo kujua sisi wenyewe ndio tunasababisha mgonjwa wetu akapata shida sana. Tuweni makini. Yaani ukishajua hivi vitu achilia. Ukishajua hivi vitu hakikisha kama kuna mgonjwa anaumwa sana, usiruhusu kila mtu aingie kwenda kumuona. Na kama unajua mtu anaenda kumwona ana masononeko au ni mtu wa wakupanic, usimpe kabisa nafasi. Kwa sababu hata kama kuna kitu kilikuwa kipite cha uponyaji kitapita. Hiyo nakuhakikishia kabisa. Kwa hivi ni vitu ambavyo tunahitaji kuwa navyo makini sana kama mtu wa Mungu. Nani katika hali ya kuwa na mgonjwa anayeumwa sana, nani anapaswa kuingia, nani anapaswa kuingia? Kuna mwingine kwa kumuingiza tu anapitisha uharibifu. Anatumika kabisa na adui kupitisha uharibifu. Kwa hiyo tueni makini sana. Au ndo hivyo na mtu mzima kama ilivyokuwa kwa Eli, naona alivyosikia hiyo habari akafa ghafla. Pengine angekuja kuambiwa taratibu, labda asingeumia kwa namna alivyoumia. Kwa hiyo ni vitu vya kuwa navyo makini sana. Unampa mtu taarifa gani? Hiyo taarifa je, ni ya muhimu kupewa? Lakini watu wanaomzunguka mgonjwa wanaongea nini? Wanamsemea nini? Maneno gani yanatamkwa? Hali gani inaachiwa kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho? Maneno gani yanashuka kwenye nafsi ya huyo mtu? Hata kama katika ulimwengu wa mwili tunaweza kaona kama asikii, lakini kitu gani kinasemwa na nini kinamuumiza? Au kwa kiasi gani kinaweza kikawa kinamletea masumbufu na masumbuko ambayo wakati mwingine adui anaweza kapachika pale dakika za mwisho. Tunaona yule mwizi namna ambavyo aliokolewa na Yesu katika dakika za mwisho. Tajuaje sasa? Inawezekana mtu akawa amekaa vizuri, dakika za mwisho hofu zikaingizwa, maneno akaingizwa nini, uharibifu kapita katika dakika za mwisho. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana na watu wetu. Hasa kama unauguza mgonjwa au mtu anayeumwa sana, usiruhusu kila mtu aende kumuona katika ile hali. Usiruhusu kabisa. So kila mtu anakuwa na uwezo wa kustahimili kumuona mgonjwa kama huyo. Na kama nilivyonarudia tena, kuna mwingine kwa kusikia tu hivyo anamletea mgonjwa hofu, anamtia roho ya hofu au anamtia roho ya uharibifu. Vitu ni vingi sana vinavyoweza kupita ndani ya muda mfupi sana. Kwa ukiwa na mgonjwa sana, tafadhali kuwa makini. Kuwa mchaguzi sana nani anaenda kumwona, na chagua sana. Usiruhusu watu wakawa wanasema kila kitu tu kwa sababu wanahisi asikii. Usiruhusu. Na unapoweza unapokaa kwa mgonjwa, omba sana. Yani tu hata kama uombi kwa sauti, lakini tu kwamba unaachilia uwepo wa Mungu mahali pale. Malaika za Bwana wanamzingira pande zote. Yani nguvu ya Mungu inakuwa inatembea. Kwa malaika wanakuwa wako kazini kwa ajili ya huyu mtu, anahakikisha kwamba analindwa. Ile Zaburi 91 naambiwa Bwana ataacha atakuachia malaika zake wakulinde kwenye njia zako zote. Sasa nyakati nyingine ndo kama hizo, kwamba nguvu ya Mungu inapita. Malaika wanapita, wanakuwepo kazini kuhakikisha kwamba hakuna kitu kibaya kinaweza kikapitishwa katika hizo dakika za mwisho au muda ambao mtu sasa anapambana. Iwe ni muda wake au iwe ni vyovyote vile, hasa inapokuwa ni muda wake, kwa sababu kuzimu inapambana kwa ajili ya huyo mtu, mbinguni nako inapambana kwa ajili ya huyo mtu. Na ndio maana hata Yesu anasema mbinguni mdhambi mmoja akiokoka wanafurahia kuliko 99 wenye haki. Kwa nini? Kwa sababu yule mtu ambaye angeenda kwenye hukumu ya ufalme wa giza ameepuka hiyo, ameingia kwenye ufalme wa nuru. Kwa hiyo lazima tujue hivi vitu na ndio maana hata tunaambiwa kwa habari ya Musa, mwili wa Musa alivyokufa, malaika Mikaeli alikuwa anapigana na shetani kwa habari ya mwili wa Musa. Kwa hivi vitu lazima kuwa navyo makini sana. Kwa nini walikuwa wanavipigania? Kwa nini walikuwa wanampigania? Kwa sababu ya kile kitu ambacho Musa alikuwa amekibeba.
Kwa hiyo kuna vitu lazima tuwe navyo makini sana. Dakika za mwisho, kuna mtu mwingine anakuja hapa, anatoka huko kwenye waganga wake, analeta nguvu pinzani, anakuwa mlango wa kupitisha uharibifu. Inawezekana asiwe mharibifu moja kwa moja, lakini akatumika kama ambavyo mwingine ukiwa mwombaji au mtu akiwa mwombaji akikaa na achilia amani. Yani ile tu kwamba fulani ameingia, kuna amani fulani hivi, hali ya amani inapita. Maanake huyo mtu anapitisha nguvu ya Mungu hapa. Hivi vitu ni vya kuwa navyo makini sana. Mtu anaweza kupitisha nguvu ya Mungu au akatumia kupitisha nguvu za giza. Kwa hiyo vitu vya kuwa navyo makini sana, hasa unapokuwa na mgonjwa. Mgonjwa mwingine anatakiwa apone, lakini unaweza kashangaa asipone kwa sababu ya watu ambao wamekuja kumuona. Alafu mwingine anakuja kumuona kama vile ana nia tu ya kumuona mgonjwa, kumbe ana nia ya kuleta uharibifu. Bwana tusaidie sana tuweze kutambua jambo kama hili, na hekima ya kimbingu ipite daima. Ukiwa na mgonjwa au ukiona kuna mgonjwa anahitaji sana msaada, jitahidi sana kumzingira kwa maombi. Maombi hayaendagi bure, hata yawe machache kiasi gani, huwa hayaendi bure. Nimeviona vitu ambavyo nimeviona na navijua na najua ninachokiongea. Yani ni heri tu kukaa kumuombea. Kuna amani na nguvu ya Mungu inapita. Na mtu akishapata amani na nguvu ya Mungu, basi ujue hata kama akiitwa muda wowote hatakuwa na mahangaiko. Mahangaiko ni hatari sana kwa mgonjwa ambaye anakaribia kuondoka. Bwana tusaidie sana tunapowazingira watu wetu au tunaposhughulika na wagonjwa wetu, na hasa watu ambao tunaweza tukafikiria wasikii, lakini masikio yao ya ndani yanasikia. Masikio yanakuwa, kumbuka, masikio yako yanakuwa bado yako, akili zako zipo, ila tu utambuzi kwenye ulimwengu wa mwili unaweza usiwepo. Na wakati mwingine unaweza kuwa unaelewa au unasikia, lakini kujibu ile kwa hali ya kawaida ambayo mtu anaweza kafikiria huyu mtu asikii tena au afanye nini, kumbe upo, lakini tu ni ile hali ya mwili unakataa. Bwana tusaidie sana, tuwalinde wagonjwa wetu, na Bwana akiwa ameruhusu kupata maarifa kama haya, yatumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kuhakikisha kwamba walio kwako wanavushwa au wanaponywa mwili au wanaponywa roho, vyovyote vile Bwana anavyoruhusu, sawa sawa na mapenzi yake. Bwana akutunze, uwe na wakati mwema. Basi tuende mbele za Mungu tumshukuru. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo umeachilia kwa ajili yetu siku ya leo. Asante Baba kwa ajili ya nafasi hii, asante kwa maachilio haya, asante kwa haya yote ambayo Mungu umekusudia kutufundisha jioni ya leo. Naomba Baba kibali chako, neema yako, ulinzi wako na baraka zako Bwana zisipunguke, ili katika yote na juu ya yote Bwana jina lako likapate kutukuzwa, utukufu wako kaendelee kuwa pamoja nasi. Asante Mfalme mtakatifu, sifa, utukufu, heshima na adhabu za kwako pekee. Amen. Bwana akubariki sana, nikutakie wakati mwema. Shalom.